Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV tarehe 8 za mwezi wa 8 2026 na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Hizi mapigano yazidi FARDC wazalendo dhidi ya M23, huku Jenerali Kuruninga kilaani uvamizi wa FARDC kwenye kambi yake. Pia Kamanda Bahati atoa angalizo kwa VDP wazalendo. Walikale, M23 wapigwa maeneo ya Walikale baada ya kuvamia kambi za FARDC pamoja na wazalendo. Bunyakiri, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kikosi cha 3404 chatumiwa kwa usaliti, huku maeneo ya Mbayo, Kahuzi, Butale, Bukanga vikiwa katika hatari kubwa kupitia barabara ya taifa nambari 3. Matangazo haya unayasikiliza kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda. Vilevile usikose kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na hata pia kuendelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yamezidi kuripotiwa kati ya FARDC wazalendo dhidi ya magaidi wa M23. Kwa sasa mwelekeo unaelekea maeneo ya Mikenge kufika mpaka Minembwe, ambako vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuimarisha nguvu za ziada, huku wakiendeleza harakati za kumsaka adui ambaye ni M23, muungano wa Twirwaneho pamoja na Redi Tabara. Baada ya chakula, M23 wamepigana kuhusu ng'ombe walizoiba pamoja na dhahabu wanazoendelea kuiba huko maeneo ya Minembwe. Kutoka tarafani Fizi, kiongozi wa tarafa ya Fizi Sami Kalonji Badibanga, hiyo tarehe 7 za mwezi wa 8 2026, ameripoti kuwa mapigano makali yalifanyika maeneo ya huko milima ya Nyanja ya Juu kati ya M23 Twirwaneho Redi Tabara pamoja na jeshi la Rwanda RDF katika muungano wa Alliance Fleuve Congo M23. Mapigano hayo yalifanyika ndani ya vijiji vya Kawele, Masha pamoja na Kabindo vinavyoizunguka Minembwe Centre ndani ya groupment ya Bashimyaka, sekta ya Lulenge ya Kusini. Kutokana na mkuu wa tarafa Sami Kalonji Badibanga, mapigano hayo yamepiganwa ni baada ya kupigana kuhusiana na ubovu wa uwepo wa chakula cha kutosha. Vilevile wamepigania kuhusiana na vitu walivyoviiba kutoka kwa raia ndani ya vitongoji vya Point Zero, kitongoji cha Safeko pamoja na kitongoji cha Kimete. Mapigano hao yameripotiwa ni baada ya kuiba ng'ombe pamoja na mbuzi, vilevile na dhahabu zinazopatikana maeneo hayo ya Minembwe pamoja na miti zinapatikana ndani maeneo ya Shene ya Mitumba. Mkuu wa tarafa ya Fizi Sami Badibanga Kalonji amesema ya kwamba M23 na muungano wa Twirwaneho pamoja na Redi Tabara wameweza kuleta hali sintofahamu na hivyo kusababisha mamia ya watu kukimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo yaliyopiganwa katika hayo maeneo. Utafahamu tu kwamba kwa sasa M23 wa kupitia RDF wanajaribu kuwaondoa Twirwaneho wote kuwapeleka jimboni Kivu ya Kaskazini, huku jeshi la Rwanda RDF wakijaribu kuchukua maeneo yote ya Minembwe, na wale ambao wanakataa pia wanawatupa waende kwenye uwanja wa vita, huku wakiwekwa mstari wa mbele na mstari wa nyuma wanakaa jeshi la Rwanda RDF. Baada ya kutoka huko milima ya Nyanja ya Juu, tushuke ndani ya jiji la Uvira ambako Jenerali Kuruninga laani uvamizi wa FARDC kwenye kambi yake. Kamanda wa wazalendo maeneo ya Kalundu
Jenerali Kuruninga amelaani uvamizi wa kambi yake na baadhi ya vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walikuja kumuulizia, huku wakiwa na lengo mbaya kabisa, na baadaye kilichotokea ni majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasha moto mbele ya wanajeshi wa VDP Wazalendo wanaongozwa na Venance Kuruninga. Wakongomani wote kwa jumla nasema mujambo. Naona audio hii niko naisukuma, ni Kuruninga Venance zake General de VDP Wazalendo. Ninapenda kuambia habari yenyewe imepitikana leo usiku wa tariki 7 mwezi wa 8 2026. Mimi nilikuwa niko macho, wasoda wote walikuwa wako macho. Heureusement wakati wa soda wa FARDC wanakujaga pale, hii ni turu ya 3. Wako wanakuja, wanafika pale pembeni na position yetu pale wanakaa. Ile kuikala yabo ile, kumbe wenzetu wanakuja pale ni musikirite. Habatambushaki 5 arme, wanakoyaga swat anka 5 na RPG moya njo ya 6. Kumbe wenzetu wanakuja pale ni mumankete. Sasa ilipofika leo wakati wasuda walibaona bakwetu wa kizalendo, balikutana biko kugarde pale mida ya ma-1h. Wakati walibaona bakabaita, bakaanza zungumuza nabo. Muite komanda wenu akuye hapa tuzungumuze. Kama walikuwa wanazania njo mimi. Ile kufika pale tu komanda, hakuna sebe ya kuuliza A wala B. Komanda na shimama, naye komanda wa FARDC akakuya, wakashimama wote wakaanza zungumuza. Ile tu kumwambia bwana jambo. Ale escorte pale ule wa FARDC ale masasi pale mumigulu ya ule komanda wetu mwenye alikuwa pale. Si unaona makanevu ziko pale. Komanda ile kujimwanga kule mkanevu, kama alizania labda walimupiga masasi, kumbe njoo kwenda iko na rampe directement kazunguruka mposio kusila yake directement mpaka mu stade ya Kalundu. Mwana anajua stade ya Kalundu Sport. Pale chini kusoko ya Makala. Kufika tena pale kumoske baka progresse njoo kupiga masasi ingine. Njoo bakarudia directement Kalmabenge pale ku po. Wakati walipofika pale wakazuia magari za kwenda Misisi. Kwanza kuzuia gari za kwenda Misisi leta franka zenye banamaliza Kongola. Tukauliza wale wa magari, "Isi wale mlibaona viko wapi?" Ile inakuwa deja ni mamida ya 4h, 5h moins. Aseme hapana, njoo wale wanajilundika wote biko pale ku kilalo ya Kalmabenge. Sie tukasema sawa. Tukibafata sasa pale, population yetu tunaijua. Batasema eti kama sisi njoo tulienda kubatake. Watasema kama sisi njoo tulienda kubatake. Kenye mimi ninasi sana kuambia komanda mwenyewe kwa anatia matrupe zake. Kama huko komanda mwenyewe ametumaniwa kuya atupige masasi, kama anapewa mission kukuya kutupiga masasi, bamwambie depuis leo le 7/8/2026 aende akomazike, na kama anaona franka zenye hanapokeaga hazimutoshi, anaona hizi za rushwa kuya kutupiga masasi ndio zenye zitamutosha, arudilie turu ya pili kutumana tena basoda pale. Arudilie turu ya pili. Njoo atajuaka kama na sisi ni wanaume, atajua Kuruninga kumbe na mimi nazafanya kazi nyingine. Na kitu cha pili nitawaambia, haiko ile yenu yenyewe mlienda kana ngwaseme tunaenda kwa formation sasa njoo mnatuzidia akili. Hawezi nizidia hata kupiga hata silaha gani hata lete arme lourd gani nitaipiga bien. Kwa tekniki yote ya kusodana mimi ninaijua. Bila kwenda kwa mafunzo vile. Kama unajua mnauzisha mugini mon cher, mtuambie ubaga, msikuwe sasa vitu ya kufichika. Mtuambie, mwache kutuficha. Kwani hivi paske mweye tuko tunakaa na nyinyi na njoo vitu vinakuwa vitu ya moyo ya desordre tu kuendelea. Kwani mimi nasema hivi, hizi siku mbili naona bakomanda wala basoda ba FARDC ba mingi banaanza kimbiliza ba bibi zao kubapeleka mmuji wa Kalemi. Bato njoo naenda na yale na beba na mke wa basoda wetu wa FARDC. Sasa mwe mko mnabakimbiza biko wanaenda fasi gani? Uko unaona ngana za mwasi ya soda. Ngana na ke voyage kuna na Kalemi kuna na bordi lake.
Sasa sisi tunabakia mpaske kuko consigne mko napatia babibi zenu, mnaanza kubatoa, mnajua consigne lazima nyinyi mubakie, sisi tukabakia tuko tunaangamia na babibi zetu tuangamie na watoto yetu bakakwe kuangamia kesho. Na njoo hii yenyewe mko mnatutia maflape ya kila siku kwa kusema tupande twende kumafro. Hile kwenda kumafro, kumbe njoo yenyewe mko mnatutafutia kwa twende kumafro. Hamtupatia kina ratio. Uko nakuwa kutupatia ato tupatie bunga. Unanipatia bunga. Mboga ya bunga. Njoo nitaenda kulia ile bunga nini? Na ukinipatia saki 2 ya bunga, itafanya kazi gani? Dawa. Nani FARDC mwenye anapatiaka mzalendo dawa? Nani FARDC mwenye anapatiaka mzalendo hata meme sanfra? Na njoo nastahili mzalendo. Sisi tumetoka mjina ya kimajimaji juu ya rais wetu. Lakini nyinyi bakorompi wenye mnakuja hapa, njoo maana mnaanza fanya hii madega ya hivi. Ule komanda apime tena ingine siku kukua msema kwa kufanya security hapa mnivo ya Kalundu. Bisha kabishambuke, vitaharibika na bakubakia banabakia. Nikikufa pua yangu iko naangalia chini na mwingine iko naangalia chini. Kwa mwenyewe pua iko naangalia yule. Wala hakuna teknisi kwa kupiga anka kumikono. Kwani mwe mnasema sema mnapanga ba komanda vile ba komanda security. Komanda security unakuwa fanyia nani security kunipiga masasi? Mimi ninalomba kama ni komanda region, komanda wa 33e region, komanda wa security. Ule komanda alikuwa busiku hapa leo le 7. Kwangu alikuwa kunipiga masasi, gisi ya kuresiri. Ule komanda aonekane na kuje tusambe naye. Kama mnaona kama mnashindwa kuleta ule komanda, muniambie ubaga wale wasoda wanatoka wapi. Kama ni M23 tuanze kuwasaka. Kwani hakuna patrui muposio wengine. Mbona kuna mzalendo mwenye anatoka hapa anashuka kule chini kubie mala aki kwenda kufanyia eko security? Hakuna. Lakini mimi mnapigaga masasi kule mnanyamanza nyinyi wenyewe kwa wenyewe kule mnaviongea na vinaisha. Lakini mzalendo akipiga risasi mnaanza kaita watu wa fulani njoo wanafanya madega. Watu wa fulani. Sisi tuko tunakamata watu yenu. Wenyewe biko wanaiva na tunabaletea nabo kule. Asubuhi unaona njoo huyu mnamfungula anaanza tembea tena barabarani. Lakini kule tukiangalia wazalendo ba mingi njoo wenyewe biko jela humo. Ba mingi wanajaa mu birode, wengine biko mu maprizo centrale. Batu wenyewe habana hata mahatia, habana hata makosa. Njoo mnabatia. Lakini wenu asubuhi unaona mnamtumana kama ni wapi? Wende Lubarika D, wende nani, wende Pwenzero, wende Bubembe, wende Misisi, wende Kalemi. Njoo sikuoneone tena hapa. Njoo maplaza zenu zile, lakini naisie kwa ile Monshere, ule komande tena azowe na ile security yake hapa. Azowe. Kama kubakia baada ya matokeo yaliyotokea maeneo ya kambi ya Jenerali Kuruninga, Kamanda Bahati atoa angalizo kwa VDP wazalendo kukaa mbali sana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana sio wote wenye kuwa na nia njema. Kati yao kuna wale ambao ni 100% wanaotumika na magaidi wa M23 ambao wako ndani ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo wazalendo wanatakiwa kuepuka sana kuwa karibu na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana adui siku zote anakuwa ana rangi, na ukizingatia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashutumiwa kwa usaliti kuendelea kuunga mkono wanajeshi wa M23, RDF pamoja na Twirwaneho na Red Tabara. Banashinda pamoja naye. Banashinda kuposti hapo plutôt kwenye wasoda wanakuwaka. Siki wanakuwaka jua kuveye, apre kuveye kuangalia position ya wazalendo, wanatoka wanarudia vitu ya sana vile kila siku. Aloro jana usiku mwa 1h njoo walikuya wakimuita kino tuko natafuta komanda wenu iko wapi, mumuite Sodoma kejipresente. Njoo akipiga masasi akianguka chini, waliwaza kino ni yeye, akikimbia ule soda. Mes chers frères, mukumbuke kuwa hii movement aba terroriste bako na taktiki ya mrefu ya mingi sana, na kama hatukue makini, kama hatujifunze na tujue system yao, tutakuya malizana sie kusie. Mujue kama bamushi bako mu M23, mujue kama bangala bako mu M23, mujue kama babembe, barega, banyanga, bahutu, banande bako mu M23. Mujue pia kama bako na zile teni
za FARDC na njo zile teni nabo bako nazo. Alors onkau banatafuta kamata fasi bako na mili mwae ya kukuya banakuwa na kutembelea position yenu, batezi tembelea position yenu, wanakuambia keno hapo nje bako pembeni yenu, bako kule nyuma, sisi tuko basuda FARDC wanafala bie, wanakuwa wanakutembelea, batezi kwa chata rasio mu defense yako, kisha wanarudia, unaona sasa mko natembeleana, mko nafanya nabo nani usiano, kumbe bako napenda nyie bote babakamate mateka. Ifo kukua preda. Nasema vile surtout sana imu abo wa benzetu wa VDP benye bako na effectif ya kidogo epo bako karibu na ville ama karibu na kwenye abo wa terroriste bako. Mufungule macho mkwe makini. Mujikaze sana tena sana, mutafute coordone ama manimero za basodai ba FARDC bako pembeni yenu mbali na kwenye muko. Mukwe na nimero ya bakomanda benye benzenu ya ba VDP kwenye bako pembeni yenu. Onka kila movement atafanyika munaitana, mnajua ke eske we njo mwenye unatuma basoda hapa, eske basoda wako na kuyani basoda yako ama haiko bako. Hapana tu nimero nkone na kuita inajipresente kwa keno mini ko komanda batayo wa FARDC minjo mina deploy karibu yako hivi na hivi. Aloro ni mina tatuma basoda, unabapokea, haujui ni basoda FARDC ama kama ni waadui, unaitika tu. Ba mingi mutakuya kamatiwa mateka mu masystemu zenye hamuelewe. Nasema tu message ni kitu mina remarque. Najua kama ile kusema keno banakuyaka asubuhi, banakuyaka mchana, banafika kuposte yenye kukubariere yenu, banarudia, banafika pana wapeka mena maRPG, banaikala tena banarudia. Alors leo kama jana busiku njo balikuwa mu maine bakesa kibako natafuta komanda sasa yenye alijipresenter bakiwaza keno yenje komanda akimurate masasi. Kama FARDC bako na besoin ya kukamata ama kufunga mutu kiongozi, haijalishi saa gani, batezi kuita hata murenu hata kule mu defense yabo tawapi, batezi kuita, hawezi katala, utezi enda wanakufanyizia kule. Me ile taktike yenye ilifanyika pale kwa komanda Kuruninga, ile taktike yenye ilifanyika, siye wa VDP si wazalendo, kama hatuone mbali tutakuya malizana. Itakuwa objectif mbili ya kusema keno siye bazalendo na FARDC tuanze tupigane tena. Keno FARDC iliua mtu wetu, FARDC ilifanya hivi na hivi. Kuko bako na mimi mwaya kujigeuza pia bazalendo wanaenda atake defense ya nani ya FARDC, wanasema keno siye tuko bazalendo tunakuwa tunawapiga juu muwe nyie mko watu wa hivi. Seki ni kitu kenye inaomba kila mtu aikale mujikocentre kwanza mawazo, muwaze ile kitu mzuri sana. Mukiverifie kwanza mzuri. Sino bientôt division inatazalika. Bali tante mwa yote ya kusema kino ba diviser bazalendo kwa bazalendo basisikilizane, wanaona hakuna mwaye. Bazalendo na FARDC bako pamoja. Me sasa banaanza tafuta taktiki gani nyuma taingiza ndani kuonekana kino bazalendo FARDC nataki bazalendo, bi bazalendo wanataki FARDC. Baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira pamoja na milima ya Nyanja Juu, Fizi, Minembwe, Itombwe, tuingie huko maeneo ya Walikale ambako M23 wapigwa katika maeneo ya Walikale. Baada ya utulivu hiyo tarehe 7 za mwezi wa 8 2026 ndani ya kitongoji cha Rushihe ndani ya Banamulindwa groupment ya Kisimba tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano makali yaliripotiwa kati ya wazalendo M23 ambao walikuja kuvamia kambi ya wazalendo kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 7 ikiwa ni asubuhi. Magaidi wa M23 walikuja kutoka katika maeneo ya Ihula na hivyo kuanzisha mashambulizi moja kwa moja dhidi ya kambi ya wazalendo inapatikana katika maeneo ya Rushihe ikiwa ni karibu kabisa na Katobo.
Mapigano yalisikika yenye silaha nyepesi pamoja na silaha nzito mpaka ilipofika majira ya jioni, na huku wazalendo walifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kuzuia uvamizi wa magaidi wa M23 na hivyo kuwakunguta na kuwarudisha mpaka Ihula ambako kulikuwa kuna kambi kubwa ya magaidi hao wa M23. Ndani ya groupmenti ya Kisimba mpaka sasa ni maeneo ambako kunapatikana hali isiyokuwa ya kuridhisha. Ni tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, kwa mapigano yanaendelea kufanyika mara kwa mara ambako magaidi wa M23 wanakuwa wakizivamia kambi za wazalendo, lakini zinakuwa bila mafanikio yoyote. Ukichukulia vitongoji kama Rushihe, Ihula, Katobo pamoja na vijiji vingine mbalimbali vilivyozunguka katika hayo maeneo, mara kwa mara kunakuwa kukiripotiwa mapigano yanayosababishwa na magaidi wa M23, lakini hadi kufikia leo hii hali imeonekana kutulia, huku wazalendo wakiendelea kudhibiti maeneo yao baada ya kuwafurumusha vibaya magaidi wa M23. Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki. Matangazo haya unasikiza vizuri kutoka Australia, Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini, Jidi Kizenga Tembele, King Sele Kizabe, Ayaba Mashaka Ayamba, Dedone Buto Tobiondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daletesia, Asha Dare na Kis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramaki Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu akiwa bado wako unasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie huko maeneo ya Bunyakiri ambako FRDC kikosi cha 3404 watumiwa kwa usaliti. Tukiingia maeneo ya Bunyakiri jimboni Kivu ya Kusini, vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 3404 wanatuhumiwa na raia wanapatikana hayo maeneo na pia wazalendo kutokana na hali ya usaliti inayoonekana kuzidi kujieneza katika hayo maeneo. Vijiji kama Mbayo, Kahuzi, Butale pamoja na Bukanga, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameondoa wazalendo hayo maeneo, pia barabara taifa nambari 3, huku wao wakichukua silaha ambazo zilikuja kwa ajili ya defense na kuziondoa hayo maeneo ya Bunyakiri na kuzipeleka mahala ambako hapa hajulikani. Kitendo hicho kimeweka wasiwasi raia na kujioji maswali, je, hii ni dhamira gani? Ni hali ya kisiasa ama kuna mchezo mchafu ambao huko unajaribu kuchezwa hapa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Utafahamu mpaka sasa FRDC baadhi yao kuna wale ambao wanaonekana ni wasaliti na wanazidi kutumika na magaidi wa M23. Kutoka Bunyakiri, taarifa zaidi. Bonjour. Na sisi tuko kwanza tunakaza, lakini liomba tuwakumbushe hali yenyewe kunapita Bunyakiri. Hali yenyewe kwa Bunyakiri haiko sawa kabisa, ni mbaya sana. Mungu ndiye anaweza saidia adui asikanyake Bunyakiri, lakini dalili zenyewe tulishaona zinaonyesha kama adui kuna kanyaka ni kupitia FARDC. Hii rejima ya 3404 balikuya na minisio kwetu, minisio yenye balikuya nayo bakachikaza tena bairudishe. Minisio ile imerudia tena kutokea sabasaba, yenye ilikuwa sabasaba, yenye ilikuwa kwa padiri, tena wanairudisha si Bunyakiri. Ndio tunashangala, hatujue ni nini. Ndio tunauliza kwa bakubwa, eski ile wanaijua? Banaingia kwa wanakamata basoda bazalendo wote wenye walikuwa ngambo ya mbali, wanawaambia kusikwe tena mzalendo wa kuingia ile njia ya mbali. Wanasema wazalendo wote barudie Kauzi, Bitale, Bukanga, tena kuingia ku parki kule yenye na kamata mwendo ya siku 3. Ile yote tunaiona bana kamata
bamoja njo baende kule, na wengine wanasema kama njia ya bataanza tosha mu bazalendo FRDC peke na bakia mu barabara mwere ni drua. Sasa ile yote sijue kama muko mnaifikisha kwenye bakoa biko. Ifikaza hii habari uifikishe kwa komandari hizo kwa 33 na ifike kwa gouverneur na iendelee mpaka kwa cordon national. Ndio habari ziko Bunyakiri hizi. Mkisikia Bunyakiri naanguka ni kupitia 33 34 04. Mimi naisema siiseme juu ya boga na siiseme juu ya kumsingizia, lakini wenye ameonesha vraiment hatuone kama ni vya kweli, ni hali tu ya kutisha sana tena sana. Ndio habari zini. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo kutoka Baraka1 TV. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV. Usisahau kwamba tuko Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza unapata matangazo kila wakati, na vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV, na matangazo haya pia unapata kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na shiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia Baraka1 TV. Nasema bye bye.